Naam, mtazamaji wa Baharia TV, kinachojiri hivi sasa huko bungeni jijini Dodoma, ambapo mbunge wa Musoma vijijini Profesa Sospeter Muhongo ameishauri serikali kuongeza uwekezaji katika utafiti wa mbegu ili kuinua tija ya sekta ya kilimo na kufikia lengo la angalau 35% ya mchango wa sekta hiyo. Akiwasilisha mchango wake katika mjadala wa bajeti ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 2026/27, Profesa Muhongo amesema kuwa bila kuimarisha tafiti za kisayansi na ubunifu wa mbegu bora, juhudi za kuongeza uzalishaji wa kilimo hazitakuwa na matokeo endelevu. Mimi ni Friday Mangomare na hii ni Baharia TV Dodoma. Waheshimiwa wabunge, safari yetu ya mwaka 2050, gari au injini kubwa itakayotufikisha huko ni kilimo. Kwa hiyo, lakini kufika huko lazima uchumi ukue kwa kiasi cha 10%, kufikia ile trilioni $1 na ile pesa ya mtu mmoja $7,000 ni kilimo. Kilimo, kama mnakumbuka, mwezi Februari nilitoa mchango wangu hapa nikasema kufanikiwa Vision 2050 kilimo kichangia 35% ya GDP, alafu gesi, uchumi wa gesi uchangia 25%, alafu uchumi wa madini 20% na utalii 15%. Sasa nitatoa mapendekezo, lakini kwanza nianze kwa kusema kwamba kwa niaba ya wananchi wa Musoma vijijini naiunga hii bajeti mkono. Kwanza, wizara inafanya vizuri na viongozi wa wizara mnafanya vizuri, na isitoshe tarehe 9 mwezi ujao tunaenda kumkabidhi mkandarasi mradi mkubwa ambao ulianzishwa na Mwalimu Nyerere mwaka 74. Tumekaa miaka 52 years. Mradi umesimama. Shukurani za kipekee sana apelekewe Mheshimiwa Rais kwa sababu amefufua kitu ambacho kilikuwa kimesimama toka 74 mpaka leo hii. Sasa waheshimiwa wabunge, mafanikio ya kilimo ni lazima tuwe tunayatathmini kama kweli tunaenda vizuri. Na tathmini ya kwanza kabisa ni mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei, mchango mkubwa ni bei ya chakula sokoni. Mataifa yenye uchumi mkubwa, mfumuko wa bei ukifika 2% wanalalamika sana. Uchumi mdogo unaoendelea kama wa Tanzania haupaswi kupata mfumuko wa bei zaidi ya 5% kwa mwaka. Na sisi tunafanya vizuri, tuko chini ya 3.5%. Kwa hiyo pongezi kubwa sana Wizara ya Kilimo kwa sababu mmeweza kudhibiti mfumuko wa bei kwa kuhakikisha chakula kipo kingi cha kutosha. Kingine, kipimo cha mafanikio ya kilimo chetu ni food security. Tuna akiba ya chakula. NRFA inafanya vizuri, kwa hiyo inamaanisha wizara inafanya vizuri na serikali inafanya vizuri. Tathmini nyingine ni sera tulizojiwekea. Zipo za hapa nchini. Mimi nachukua za hizi kubwa kidogo. Ya kwanza ya AU mwaka 2003, Julai 2003, palikuwa na Maputo Declaration. Marais wetu walionana Maputo, wakakubaliana kwamba nchi za Kiafrika kwa kila mwaka angalau tutumie sio chini ya 10% ya budget ya taifa iende kwenye kilimo. Sasa budget aliyosoma Mheshimiwa Waziri ni trilioni 1.1 na ya mwaka jana ilikuwa trilioni 1.2. Sasa na nyie wabunge na waachia zoezi la kufanya hesabu rahisi. Chukua budget hii tuliyosomewa na budget, je, tumefika 10%? Kila mtu atapata jibu lake hapa. Sera ya pili vile vile ya AU 2014
Malabo Declaration, Equatorial Guinea, marais walikaa wakasema tuongeze kasi kwenye ukuaji wa kilimo, uwezo ukakuwa kati ya 6% mpaka 10% kwa kila taifa. Halafu tuwekeze uwekezaji mkubwa. Hii public private partnership haikuanza leo, hata marais wetu walisema tuwekeze kwenye kilimo zaidi. Kigezo kingine ambacho ni muhimu cha UN SDGs, Sustainable Development Goals. Goal namba 2 inasema zero hunger by the year 2030. Yaani dunia nzima ikifika mwaka 2030 pasiwe na njaa. Lakini tathmini imefanyika, dunia haijafanikiwa kwa sababu mwaka jana karibu 23% ya wakazi wa duniani hapa walikuwa na misuko mikubwa sana ya upatikanaji wa chakula, ambayo imeongezeka kutoka 13% mwaka 2013. Kingine ni kwamba mwaka jana vijana watoto milioni 35.5 walikuwa na utapiamlo. Kwa hiyo hatujafanya vizuri. Haya yote ninayaweka, mwenyekiti, unilindie muda wangu kwa sababu nakuja kutoa mapendekezo. Kwa nini ninaweka nguvu, tuweke nguvu kwenye kilimo cha mazao ya chakula, ndiko nakoelekea huko. Kwa hiyo binadamu, yani tuna mataifa yote duniani, ni taifa moja tu ambalo haliagizi chakula, linajitegemea. Binadamu anahitaji virutubisho 7 nutrients, virutubisho 7 kila binadamu, na nchi pekee ambayo haiagizi, hii ni ripoti imetoka mwaka huu, ni nchi ya Guyana, iko Latin America, kaskazini mwa Brazil. Guyana ndiko ilikuwa kwao Profesa Walter Rudney, kwa wale waliosoma kitabu chake. Hiyo tu ndio haiagizi chakula. Kwa hiyo inamaanisha hata mataifa makubwa yote yanahitaji kuagiza chakula. Kwa hiyo mapendekezo yangu sasa, uchumi kufikia tulioupange 2050 na sekta ya kilimo kuchangia 35%. Cha kwanza, tuongeze utafiti mkubwa sana kwenye mbegu, seed research, na utafiti mkubwa kwa kilimo kwa ujumla. Na kama ambavyo huwa nawatolea mfano wa India na China, kwa mwaka China wanatumia bilioni $10 kufanya utafiti, India wanatumia bilioni 6 kufanya utafiti. Kwa hiyo sisi kufanikiwa sekta ya kilimo lazima tuongeze utafiti. Cha pili, kilimo cha umwagiliaji. Tunaenda vizuri, lakini lazima tukipanue umwagiliaji mkubwa na mdogo. Na mkubwa ni kama huo unaenda kufanyika Msoma vijijini, lakini hapo sikia umwagiliaji mkubwa. Lile bwawa langu la Bugwema, umwagiliaji wa Bugwema tunaoenda kumkabidhi mkandarasi tarehe 9 mwezi ujao, gharama yake ni bilioni 48 bilioni. Kwa hiyo tukiwa na schemes kama hizo 10, karibu ni bilioni 500. Waheshimiwa, na waeleza budget tu tunayoisoma hapa haiwezi kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo cha umwagiliaji, haiwezi. Kwa hiyo badala yake ni kama wabunge wengine nimewasikia jana wanaongea, lazima tutafute fedha za pembeni. Lakini mataifa yote, hata waliofanya kazi kwenye mashirika makubwa wanajua kuna kitu kinaitwa extra budgetary funds. Extra budgetary funds haziji kusomwa humu, lakini zinatafutwa kwa kazi mahususi, na huko ndiko tuelekeze kwenye kilimo. Na mfano ni kwamba ngano, ukilima kwa kutegemea mvua ya kawaida unavuta tani 1 kwa ekari 1, lakini ikiwa ya kumwagilia ni kati ya tani 3 mpaka 5 kwa ekari 1. Na nchi inayofanya vizuri sana kwa ngano Afrika sasa hivi ni Ethiopia, kwa sababu ya umwagiliaji mkubwa kweli kweli. Pendekezo la 3, Tanzania lazima tuwe na viwanda vya zana za kilimo. Kilimo cha mkono cha jembe hakiwezi kutekeleza Vision 2050, haiwezekani.
hata cha mkokoteni. Lazima tuingie, na karibia kumalizia hapo, bado ya kwanza hiyo. John, ya kwanza ngapi? Asante. Nina time keeper hapa, ya kwanza. Kwa hiyo zana za kilimo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba, na mfano mzuri, sisi tuko chini sana, lazima tuongeze. Ukichukua tractors nchini Tanzania, kwenye kila hekta 1000 Tanzania tuna trekta 3.6, lakini India kwenye hekta 1000 wana trekta 20. China hekta 1000 wana trekta 45. Cha nne, tuwekeze kwenye viwanda vya mbolea. Hii tumepiga hesabu kwa wale ambao ile urea, ile kiwanda tunachotaka kukijenga kutokana na gesi yetu, hesabu zimeshapigwa. Yani TCF moja, 1 trillion cubic feet of natural gas, inaweza ikazalisha tani, inazalisha tani milioni 8 za urea, tani 28 milioni za urea. Kwa hiyo tuna gesi ya kutosha, hatuna sababu kwa nini tusiwe na viwanda vya mbolea. Na hii ni kwamba Watanzania tunatumia mbolea kwa kiasi cha chini sana, tunatumia wastani wa kilo 20 kwa hekta moja, lakini wataalamu wa kilimo na FAO inasema angalau tutumie kilo 50 kwa heka moja. Na mwisho, natoa maoteo ya biashara duniani. Kwa nini tuende kwenye mazao? Hili ndio la mwisho sasa, maoteo, soko la dunia. Kwa hiyo hakuna kusema kwamba hatuna masoko, dunia nzima ni soko. Mwaka 2030 tutakuwa watu milioni 8.5 duniani. Mahitaji ya chakula yanapaswa kuongezeka kwa pasenti kati ya 30 na 40 ya uzalishaji wa sasa. Mwaka 2050 tutakuwa watu duniani bilioni 9.7. Mahitaji ya chakula yataongezeka kwa asilimia kati ya 50 na 70 ya uzalishaji wa sasa. Kwa hiyo dunia inahitaji chakula, na Tanzania tuwekeze kwenye chakula, na thamani ya masoko nayo itaongezeka. Ndio pointi ya mwisho hii. Mwaka 2033, kwa nini tulime mpunga mwingi? Mwaka 2033 thamani ya soko la mchele au mpunga duniani litakuwa la bilioni 392, na watu duniani, asilimia 50 ya wakazi wa dunia hii wanatumia mchele, mpunga utakavyoita, kama chakula kikuu. Na mwaka 2033 soko la ngano duniani litakuwa la bilioni 270, na watu, asilimia 40 ya wakazi wa dunia hii wanatumia ngano kama chakula kikuu. Hata kahawa, mikoa inayolima kahawa, soko la dunia mwaka 2034 kahawa itakuwa na thamani ya bilioni 380, na wale wa maua, ifikapo mwaka 2030 soko la dunia litakuwa na thamani ya bilioni 52. Kwa hiyo nadhani, waheshimiwa wabunge, nimeweza kuwashawishi kwa nini tujikite sana kwenye kilimo cha chakula kwa ajili yetu na kwa ajili ya dunia. Asante mwenyekiti. Asante sana. Nimtaja Mheshimiwa Mariam Ditopile Mzuzuri. Mheshimiwa Charles Mhando Njama, jiandae. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa hii. Ni neema ya Mwenyezi Mungu amenijalia kuwa sehemu ya bunge hili tangu bunge la 11 na 10. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.